Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza kweli, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza. Imani. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu. Tusogee viti vya mbele unapopata nafasi ya kuketi. Nichukue nafasi nyingine tena kukukaribisha mpendwa mtazamaji wangu popote unatazama ukiwa. Nasema karibu sana katika jina la Yesu. Tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, kikiletwa kwako na mimi Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is a somebody. Kanisa la Winners Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Chevron Supermarket kwa uwanja wa Soek Driving School. Kija pale unapata jengo ambalo limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana kwa sababu ya ushirika wa kujengana na kuweza kuelimishwa neno la Mungu katika jina la Yesu. Karibu sana, tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe. Moja kwa moja, wewe ambao umeanza kunitazama, naomba ukaweze kushare video hii ili ukaweze kukua baraka kwa wengine tena katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Tunaongea kuhusu kutimiza tume kuu ambayo tulipewa katika kitabu kile cha Mathayo 28:19 na kuendelea. Kutimiza tume kuu ambayo tumeitiwa, ama njia moja ni ile kwenda na kuvuna nafsi kwa ajili ya Kristo Yesu, kuweza kujishughulisha zaidi na watu ambao hawajamjua Yesu, kuweza kujishughulisha zaidi na watu ambao hawajaokoka, kuhakikisha wanamjua Yesu, kuhakikisha tunawafikia na habari hizi za wokovu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuko hapa kuendelea kuhimizana na pia kukuhimiza ya kwamba ni vyema kufikia mtu ukampe habari hizi za ufalme wa Mungu. Ni vyema tukaweza kufikia wengi. Kwa miaka mingi tumeachia wachungaji hizi kazi, lakini tukaona si zetu. Lakini leo nimekuja kusema ya kwamba malengo ya kumshuhudia Yesu ni majukumu ya kila muumini. Pengine kuhubiri ndio sio majukumu ya kila mmoja, ni ya baadhi ya watu, lakini malengo ya kushuhudia juu ya Yesu, hiyo basi ni majukumu ya kila muumini, ya kila mtu ambaye amekiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mpendwa, wakati wewe na mimi tutaamua kufikia mtu na hizi habari, basi itakuwa ni ya baraka sana. Basi tunataka kufanya maombi. Tunaendelea na maombi ya asubuhi ya kuweza kuombea kanisa. Tunapaswa kuombea kanisa kuongezeka, na pia tunapaswa kuombea watendaji kazi. Tukatane na roho ya uvivu. Roho ya uvivu tuikatae kwa watendaji kazi kwa jina la Yesu Kristo, na tuweze kuliombea kanisa na likaweze kuondoka, likaweze kufikia mtu. Wamama wakaweze kufikia wapendwa, wazee wakaweze kufikiana, vijana wakaweze kufikia. At least kwa siku haukosi nafasi ya kuambia mtu habari hizi za ufalme katika jina la Yesu. Ni baraka sana ndugu yangu, dada yangu,
na tutabarikiwa wakati tutafanya hivyo. Lakini kwa sasa tunapoendelea na hizi maombi, pia tunapaswa kujua jambo moja, ni kwamba shetani hataki kanisa liongezeke. Shetani hataki kanisa liongezeke, na kwa sababu shetani hataki kanisa liongezeke, yeye ako na mikakati ambayo ameweka kuhakikisha kanisa la Kristo haliongezeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mikakati ya shetani sio ya kumzuilia Mungu kusababisha kanisa liongezeke. Shetani anajua huko hawezi zuilia, lakini mikakati yake ni ya kuvamia waumini, ni ya kuvamia believers, kuhakikisha ya kwamba hawatimizi yale ambayo wanapaswa kuweza kuyatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kile tunapaswa kujua ni kwamba kila mara shetani anapowaza jambo kuhusiana na kanisa, lazima ukumbuke kitabu kile cha Waefeso 6:12, natumai ama ni 11. Vaeni silaha zote za Mungu ili muweze kuzipinga hila za shetani. Kila mara shetani anapowaza kufanya chochote kwa kanisa, kwa watu ambao wameokoka, usiwahi sahau kitabu cha Waefeso 6:11. Hiyo ndiyo anakuja nayo. Anakuja kwa ujanja. Tulisema ya kwamba hakuji na nguvu, kwa sababu Kristo Yesu aliye ndani mwetu ni nguvu, lakini anatumia ujanja, na ujanja wa shetani unashindwa kwa kukuwa na elimu ya kweli ya Mungu. Na kwa sababu mwili wa Kristo, asilimia kubwa ya wapendwa hawana elimu ya kweli ya Mungu, na ndio inakuwa vigumu kwao kuweza kutambua ujanja wa shetani. Bwana asifiwe. Unahitaji kuwa na roho wa Mungu kuweza kutambua roho chafu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Yohana wa kwanza 4:1 nasema tupime kila roho. Tunatumia roho kupima roho. Hatutumii akili zetu, hatutumii elimu. Tunatumia roho wa Mungu aliye ndani mwetu kuweza kupima kama hii roho ni sawa ama hii roho ni mbaya. Lakini ujanja wa shetani hatutaushinda kwa njia ya roho. Ujanja wa shetani unashindwa na elimu ya kweli ya Mungu. Wakati shetani ni mjanja, anajivalia ngozi ya kondoo. Wakati shetani ni mjanja, anaguruma kama simba. Wakati shetani ni mjanja, anajibadilisha kuwa kama malaika wa nuru. Na kenye kitakusaidia kujua hizi ni wakati umejawa na elimu ya Mungu. Ukijawa na elimu ya Mungu, huwezi fanyiwa ukora na ujanja na shetani. Hata faulu kabisa. Na ndio maana unaona tuko na wapendwa wengi wameokoka, lakini wanafanyiwa ujanja, wanafanyiwa ukora sana na shetani. Ni kwa sababu wameokoka, lakini hawana elimu ya kweli ya Mungu. Leo nimekuja kusema njia moja pia ya kuweza kusababisha kanisa liongezeke ni kwa kanisa kukuwa na elimu, ili tukaweze kuzijua na kuzishinda mbinu za shetani ambazo anaachilia. Kwa sababu pia ufahamu ya kwamba wakati shetani anakuja kanisani na ujanja wake, atatumia vitu vizuri, hatatumia vitu vibaya. Bwana asifiwe. Maana tayari mabaya yanakataliwa kwa sababu ni mabaya. Lakini kuna mabaya yaliyo na sura nzuri ambayo yanakubalika kwa sababu yako na sura nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi ambao watu wanakubaliana nayo kwa sababu ya sura ya hiyo vitu ni mzuri, lakini mambo hayo ni mabaya. Tunapaswa tuende zaidi ya kupita kiwango cha kukubaliana na kitu kwa sababu iko na sura nzuri, tunasema ni mzuri. Tunapaswa kupita hicho kiwango, twende kiwango cha kujua tuko na vitu vingi vizuri ambavyo havistahili.
Tuko na vitu vingi vizuri ambavyo vinatumika kutusababisha tusifanye ama kutimiza malengo rasmi ambayo tumeitiwa na Mungu. Na njia moja ambayo shetani anavamia kanisa kuisababisha isiweze kuenda nje ni kukip kanisa busy na baadhi ya vitu vingine vingi sana ndani ya kanisa. Kanisa linaweza likaibiwa mawazo na project. Ukapata kanisa limebebwa na lina concentrate na project peke yake, na ukapata ya kwamba likaachana na mambo mengine. Bwana Yesu asifiwe. So lazima tukue waangalifu kwa kutumia elimu ya kweli ya Mungu kuweza kujua ni mbinu gani ambao shetani anatumia kuhakikisha ya kwamba hatuendi nje, hatufikii wenye dhambi, hatuongeleshi wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 1 verses number 7, katika jina la Yesu. Kila mara unapojua ukweli, shetani anajua unajua. Kila mara unapobeba elimu ya kweli ya Mungu, nataka nikuambia hauhitaji kumwambia shetani. Shetani tayari anajua uko nayo. Na wakati umeokoka na una elimu ya Mungu, shetani pia anajua hauna. Maana shetani pia anapovamia, anajuaga watu wa kuvamia. Bwana Yesu asifiwe. Anajuaga ni wapi ataweza kuvamia. Maandiko inasema ya kwamba na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Sisi tumebarikiwa na uzazi. Yaani tumebarikiwa na baraka ambayo imetusababisha kukuwa na uzazi. Through that blessings, sasa tuko na uwezo ya kukua fruitful. Bwana Yesu asifiwe. Na leo nimekuja kutangaza, na shetani anajua ya kwamba kanisa la Kristo ni fruitful. Bwana asifiwe. Kanisa la Kristo liko na uzazi. Shetani anajua hivyo. Shetani anajua mwili wa Kristo uko na uzazi, kumaanisha ya kwamba kanisa la Kristo liko na uwezo ya kuzaa. Iko na uwezo ya kuzaa. Sasa swali tunapaswa kujiuliza, kwa nini miaka nenda miaka rudi hatuzai? Kwa nini hatuzaani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu taifa la Mungu limebarikiwa. Bwana asifiwe. Imeandikwa na Tumaini wa Efeso 1:3 ya kwamba tumebarikiwa na baraka zote. Bwana Yesu asifiwe. Haitaji ni gani, lakini tunaambiwa tumebarikiwa na baraka zote, kumaanisha ya kwamba tumepewa uwezo wote. Popote ambapo tutapatikana, tunapaswa kufanya vizuri na tunapaswa kuongezeka. Tunapaswa kufanya vizuri na tunapaswa kuongezeka. Sijui kama unajua hivyo mpendwa, ya kwamba mahali ulipo unapaswa kufanya vizuri. Si kwa sababu ya kuomba, si kwa sababu ya nini, ni kwa sababu ya baraka za Mungu ndani mwako. Sema nimebarikiwa kufanya vizuri. Sema nimebarikiwa kufanya vizuri. Sema niko na uwezo wa kufanya vizuri. Niko na uwezo wa kuzaana. Na hizi baraka ni nguvu, ni uwezo ambao umeachiliwa ndani mwetu wa kutuwezesha. Ukinipata kwa biashara, niko na uwezo wa kufanya vizuri. Ukinipata katika huduma, niko na uwezo wa kufanya vizuri. Tumebarikiwa nayo. Kwa hivyo asubuhi ya leo, jambo moja ambalo shetani anajua ni hili, ya kwamba kanisa liko na uwezo wa kuongezeka. Na ni vizuri kila mmoja wetu ajue ya kwamba kanisa liko na uwezo wa kuongezeka. Hata wewe mchungaji uko na uwezo wa kuongezeka katika jina la Yesu. Na ndio maana tumeitiwa wengi, hatujaitiwa wachache.
Nasema tumeitiwa wengi, hatujaitiwa wachache. Na kwa sababu ya hiyo neno, tunapaswa kuamini ya kwamba tunapaswa basi kukua wengi. Sasa swali tujiulize ni hili: kwa nini hatuyuko wengi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hatuyuko wengi na tuko na uwezo ya kukua wengi na tuko na uwezo ya kuzaana? Hapa basi ndipo tunapaswa kukaa chini na kuomba na kuangalia ni nini hii ambayo hatufanyi. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini hii ambayo tunapaswa kufanya ambayo sisi hatufanyi, na ndio inatusababisha kuzidi kuwa wachache. Maandiko inasema, natumaini Yeremia 30 mstari wa 16, ya kwamba nitawazidisha na hamtakuwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba nitawazidisha na hamtakuwa wachache. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Mungu anasema hivyo, ya kwamba nitawazidisha na hamtakuwa wachache katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ni wakati wa kanisa kuinuka na kugundua ya kwamba tuko na uwezo wa kuzaana. Tuchukue hatua ya kuomba na tuchukue hatua ya kuenda katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasema katika kitabu cha Wakorintho, aidha ni wa kwanza 16 mstari wa 9, ya kwamba tazama, nimefunguliwa mlango mkubwa unaonifaa, lakini wako wengi wanaonizuilia. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kukuwa na uwezo wa kuzaana, mlango wa kuzaana uko wazi, lakini sasa kuna pingamizi. Tukae chini tuangalie ni pingamizi gani hizi ambazo zipo, nimeinuliwa. Ni vizuizi gani hizi ambazo zipo za kutuzuilia tusiingie katika mlango huu wa wengi, tusiingie katika mlango mkubwa ambao umefunguliwa, mlango wa watu kuokoka, mlango wa watu kumjua watu, mlango wa watu kumjua Yesu, mlango ya kufikia wenye dhambi. Nasema lazima tushinde kila aina ya pingamizi, lazima tushinde kila aina ya vikwazo, lazima tushinde kila aina ya vizuizi ambavyo vinainuliwa, ambavyo vimeinuliwa kuhakikisha ya kwamba kanisa litaongezeka katika jina la Yesu. Na asubuhi ya leo tunatangaza kila pingamizi, kila vizuizi vya kutuzuilia kuongezeka, vya kutuzuilia katika jina la Yesu. Tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda, tunatangaza kushinda kila pingamizi, kila pingamizi, kila pingamizi, kila pingamizi ya kuzuilia kanisa kuenda, kila pingamizi ya kuzuilia kanisa kuondoka, kila pingamizi ya kutuzuilia kuwafikia wenye dhambi, kila pingamizi ya kutuzuilia kuwafikia wapendwa na injili ya Yesu Kristo. Tunatangaza kushinda kila pingamizi, tunatangaza kushinda kila pingamizi, tunatangaza kupinga, tunatangaza kushinda kila pingamizi, kila pingamizi, kila pingamizi, kila pingamizi, kila pingamizi, tunatangaza kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda kila pingamizi ya kuinuliwa, natangaza kushinda kila vizuizi ya kuinuliwa kunizuilia kuondoka, kunizuilia kuenda. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda katika jina la Yesu. Natangaza kushinda katika jina la Yesu kila vizuizi vya kuinuliwa, kila pingamizi ya kuinuliwa katika jina la Yesu. Natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kushinda kila mawazo ya kunizuilia kuenda kuwafikia wenye dhambi. Natangaza kuishinda,
natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda katika jina la Yesu. Kila ujanja wa shetani, kila mikakati ya kuwekwa kutuzuilia kuondoka, kunizuilia kuondoka na kufikia wenye dhambi, natangaza kuishinda. Ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi, ninaondoa vizuizi. Natangaza kuondoa, 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 natangaza kuondoa. Tunaondoa katika jina la Yesu, tunaondoa katika jina la Yesu kila roho ya uzembe, kila roho ya uvivu. Natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda, natangaza kushinda kila roho ya uzembe, kila roho ya uzembe, kila roho ya uzembe, kila roho ya uzembe, kila roho ya uzembe. Natangaza kushinda wiki hii, natangaza kuishinda kwa maisha yangu, natangaza kuishinda kila uzembe wa kunizuilia kuenenda, kila uzembe wa kunizuilia kuondoka. Natangaza kuishinda, 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 natangaza kushinda kwa jina la Yesu katika maisha yangu. Nakatana na uvivu, nakatana na uvivu, nakatana na uzembe, nakatana na uzembe, nakatana na uzembe, mawazo ya uzembe nakatana nayo, mawazo ya uzembe nakatana nayo, mawazo ya uzembe nakatana nayo, mawazo ya uvivu nakatana nayo, mawazo ya uvivu nakatana nayo, na ninaondoa kila vizuizi, ninaondoa kila vikwazo, ninaondoa kwa jina la Yesu, 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 ninaondoa kwa jina la Yesu. Baba, nakiri ukuu wako, 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 Baba, nakiri ukuu wako. Tunatangaza kuondoka, tunatangaza kuenda, maana imeandikwa, enendeni ulimwenguni kote, enendeni ulimwenguni kote. Tunatangaza kuenda, natangaza 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 kuenda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba utukuzwe, Baba utukuzwe, Baba utukuzwe, Baba uinuliwe, Baba uinuliwe, Baba uimidiwe, Baba uimidiwe. Upewe sifa Bwana, upewe utukufu Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatangaza kutii, kutii kutumekuu katika jina la Yesu. Tunatangaza kutii sauti yako Bwana. Tunawaombea wenye dhambi, tunawaombea wenye dhambi, tunawaombea hizi nafsi, tunaombea hizi nafsi asubuhi ya leo, tunaziombea, tunawaombea kuokoka. Yesu kawaombea walioamini na watakaoamini, tunawaombea watakaoamini tutakapoondoka, ninawaombea watakaoamini nitakapoondoka siku ya leo. Baba, ninaombea kila atakayekutana naye, kila atakayemfikia, ninamuombea, 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 ninamuombea,
ninamwombea katika jina la Yesu, ninamwombea katika jina la Yesu, ninamwombea katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kibali chako, sauti ya vinywa vyetu vipate kibali katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pingamizi ya adui ya kanisa kuongezeka, ya huduma hii kuongezeka, natangaza kuishinda mikakati yote ya adui, mikakati yote ya shetani kinyume na huduma hii kuongezeka, kinyume na kanisa hili kuongezeka. Ninaiangusha, 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 ninaiangusha kila ujanja wako shetani. Ninaimama, ninasimama, ninapinga ujanja wako shetani, ninapinga ujanja wako shetani, ninapinga ujanja wako shetani, ninapinga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hila yako shetani natangaza kuipinga, natangaza kuipinga, natangaza kuipinga, natangaza kuipinga, natangaza kuipinga. Baba, natangaza ukuu wako, Baba, natangaza ukuu wako, Baba, natangaza ukuu wako, Baba, natangaza ukuu wako. Utukuzwe Baba wa mbinguni, utukuzwe Mungu wa baraka, utukuzwe mfalme wa ajabu, Bwana wa majeshi, utukuzwe katika jina la Yesu. Bwana, imeandikwa, Roho wa Bwana yu ndani mwangu, kwa maana amenitia mafuta nikawahubirie. Natangaza nimetiwa mafuta na Roho wa Bwana nikawahubirie, nimetiwa mafuta 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 nikawahubirie katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru. Simama juu kwa miguu yako, mwambie Bwana ni asante, kwa maana umenitia mafuta ya kuwaongelesha wapendwa habari njema. Umenitia mafuta ya kuweza kushuhudia neno lako Baba. Umenitia mafuta ya kuweza kutangaza neno lako Baba. Umenitia mafuta Bwana, umenitia mafuta Bwana. Mwambie Bwana ni asante, umenitia mafuta. Mwambie Bwana ni asante, umenitia mafuta. Mafuta umenitia ya Roho Mtakatifu, mafuta hii ya kushuhudia, ya kushuhudia, ya kushuhudia, ya kushuhudia, ya kushuhudia, ya kushuhudia, ya kushuhudia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatangaza kushuhudia, tunatangaza kushuhudia, tunatangaza kushuhudia, tunatangaza kushuhudia, tunatangaza kushuhudia, tunatangaza kushuhudia, natangaza kushuhudia habari za Kristo, habari za Kristo, matendo ya Kristo katika jina la Yesu. Katika mji huu Bwana tunatangaza, umetutia mafuta kushuhudia, umetutia mafuta kushuhudia, umetutia mafuta kushuhudia, umetutia mafuta kushuhudia, umetutia mafuta kushuhudia. Ya rabazanda na mama zikata labazai rabushanda rababuza makata lababoria rikabushanda rababuza makatere bezeke perezeria rikabushanda rababuza. Baba ni asante kwa kututia mafuta ya kuenda. Asante Baba kwa kututia mafuta ya kuenda. Tunatangaza kushinda vizuizi, tunatangaza kushinda vizuizi, tunatangaza kushinda vizuizi, tunatangaza kushinda vizuizi, tunatangaza kushinda kila pingamizi, tunatangaza kushinda kila pingamizi, tunatangaza, tangaza kushinda kila pingamizi, tangaza kushinda kila pingamizi, tangaza kushinda kila pingamizi ya kukuzuilia kuenda. Tunatangaza kushinda kila pingamizi, 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 natangaza kushinda kila pingamizi.
Katala baba zanda rabazanda rikabo shanda rababoza rikabo shanda rababoza kabo shanda rababoza rikabo shanda rababoza rikabo shanda rakababuza. Natangaza kushinda kwa jina la Yesu, 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 natangaza kushinda. Chochote kimeinuliwa kuwa pingamizi, natangaza kushinda. Anza kuombea wamama, wazee na vijana, waombee kushuhudia habari za Yesu, waombee kushuhudia katika jina la Yesu. Mwanamke Msamaria alienda akawaambia, njoni muone mtu. Alihubiriwa siku hiyo hiyo na akaenda siku hiyo hiyo. Tumechelewa kuenda, tumechelewa kuenda, umechelewa kuenda, umechelewa kuenda, umechelewa. Alipopokea habari njema hapo hapo alikimbizia wengine. Sisi tumekaa na habari hizi njema, sisi tumenyamaza na habari hizi njema, sisi tumenyamaza na habari hizi njema. Tumechelewa kuenda, tumechelewa kuenda, tumechelewa kuenda, tumechelewa kuenda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunaomba kuenda, tunawaombea wamama kuenda, tunawaombea wazee kuenda, tunawaombea vijana kuenda, tunawaombea watoto kuenda, tunaomba katika mji huu Bwana, tunaomba kushuhudia wema wako Bwana, tunaomba kushuhudia ukuu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nataka tuombe ombi hili ya kwamba shetani hataki kanisa liongezeke, na sisi tunataka kutangaza kanisa litafanya nini? Litaongezeka kwa jina la Yesu. Tunapaswa kuomba na tunapaswa kuingia kwa ground. Bwana asifiwe. Tuombe kanisa liongezeke na tuende kwa ground tuzaane. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba, tunapata kibali, tunaingia kwa ground, tunazaana. Hebu tangaza, tunatangaza, tunatabiri, tunaomba kanisa hili tunaongezeka, 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 tunatangaza, tunaombea kanisa hili la Wina, tunaombea kuongezeka, tunaombea kuongezeka, tunaombea kuongezeka, tunaombea kuongezeka, tunaombea kanisa hili kuongezeka, ninaombea kanisa hili kuongezeka, ninaombea kanisa hili kuongezeka, ninaombea kanisa hili kuongezeka kwa jina la Yesu. Ninaombea kuongezeka, ninaombea kuongezeka, ninaombea kuongezeka, ninaombea kuongezeka, ninaombea kuongezeka. Shetani utatuona wengi, utatuona wengi katika jina la Yesu, utatuona wengi katika jina la Yesu, utatuona wengi katika jina la Yesu, utatuona wengi katika jina la Yesu. Wamama tunawaombea kuongezeka, wazee wanaongezeka, vijana wanaongezeka, wasichana wanaongezeka, watoto wanaongezeka. Watangaza kuzaana, watangaza kuzaana, watangaza kuzaana, watangaza kuzaana, watangaza kuzaana, watangaza kuzaana. Karabazana makatalababuzika mashendaruka salabaza ikatalababuzika ikatalakababuza ikatalababuzika. Kila roho ya kuinuka kinyume na huduma hii isiongezeke. Natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kuishinda, natangaza kushinda, 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 natangaza kushinda,
natangaza kushinda, natangaza kushinda. Kila kinywa cha kunena kinyume na huduma hii haitaongezeka. Nina reverse maneno haya, ninayaharibu kwa jina la Yesu, ninayaharibu kwa jina la Yesu, ninayaharibu kwa jina la Yesu, na kutangaza tunaongezeka. Ninatangaza tunaongezeka, ninatangaza tunaongezeka, ninatangaza tunaongezeka. Ya rabazanda rabamuza, rabazanda rabakanta lababoria, makotalo sakapalaza, ribrozanda rababoria, yakatana mamaza. Tunatangaza kuongezeka, tunatangaza kuongezeka. Kila vita vya kupigana na huduma hii ili isiongezeke, tunatangaza kushinda, 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 tunatangaza kushinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila maneno ya kufunga huduma hii, kila maneno na vitu vya kuachiliwa kinyume, tunatangaza kushinda katika jina la Yesu. Asante Yesu wa baraka, asante Yesu wa amani. Baba, tunakushukuru. Hebu fungua kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa sababu ya neema ambayo ameachilia ya kuweza kuondoka. Mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya neema ambayo ameachilia ya kushuhudia. Mwambie Bwana ni asante. Asante Bwana Yesu, 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 asante Mungu wa baraka, 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 asante mfalme wa ajabu. Baba, tunakupa sifa na Baba tunakupa utukufu kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Sema amen. Sema amen. Ninaomba kila siku unapoomba jiombe kushuhudia, jiombe kuongelesha mtu. Katana na roho ya uvivu, piga roho ya uvivu. Omba na utangaze. Na kataa uvivu wa kushuhudia, na kataa uvivu wa kuongelesha mtu juu ya Yesu, na kataa uvivu wa kuondoka. Pigana na hiyo, na pia pigana na kila roho ya kukuzuilia kufikia mtu. Pigana. Unapata ya kwamba unataka kufanya lakini unapata kuna kizuizi fulani kinakuwako. Tangaza kushinda hiyo kizuizi. Tangaza kushinda roho ya uoga. Wengine ni kuogopa. Taanzaje mtu ambaye simjui? Omba uko na roho wa Mungu. Hakikisha tafadhali kwa siku unafikia watu. Tuendeeni watu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mimi nimejipanga leo nitachukua kale kajitabu kangu, nihakikishe leo kuna watu ninaenda kana wao, ni spend 5 minutes kwa mtu mmoja, 5 minutes kwa mtu mmoja, nimwelezee. Cha maana ni kumpea habari njema. Bwana asifiwe. Haleluya. Na sitaki kwenda na mtu, nataka kwenda peke yangu kwanza, nitengeneze ground mzuri, nionyesha kwamba kumbe naweza fanya peke yangu. Maana saa zingine ukichukua watu uende na wao, wakikosekana hautaenda. So unaweza ukapiga mazoezi uone, je, naweza nikafanya peke yangu? Enda peke yako. Ndio hata wakati hauna partner wa kwenda na yeye, hauna mtu wa kwenda na yeye, utajipata tu peke yako unaenda. Unaweza tarajia fulani muende na yeye, alafu akwambia aje niko busy, alafu uacha kwenda. Nataka kwanza jitrain mwenyewe, ingia kwa ground. Bwana asifiwe. Ingia kwa ground. Na mtu mzuri wa kumwendea pia ni watu ambao hawajui. Waende, ongelesha mtu na itakuwa ya baraka. Sema amen. So kufikia hapo tunafika tamati ya maombi yetu ya siku ya leo. Mungu akubariki sana. Na wewe ambao unanisikiliza
tafadhali hakikisha unafikia mtu na habari hizi njema za Yesu Kristo, na utabarikiwa katika jina la Yesu. Na pia nachukua nafasi kukualika na kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili hapa kanisani. Karibu tubarikiwe pamoja. Kama bado hujashare video hii, tafadhali hakikisha umeshare ili ukaweze kukua baraka kwa wengine. Ni mimi wako Apostle PM Simiyu, Voice of Fire. Siku njema kwa jina la Yesu. Amen. Shika sadaka zako, tumwabudu Bwana alafu tuweze kuondoka katika jina la Yesu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya neema ya utoaji.